Ili goli la kwanza Rashid tukilizungumzia makosa ya ulinzi kufanya marking. Ni makosa ambayo yamefanywa na safu ya ulinzi. Ni mpira ambao ulipelekwa pembeni ambao safu ya ulinzi ya Pamba ilihitaji zaidi kufanya umakini. Sasa na hili goli ambao kafunga Mudathir ya basi ni mpira ambao tayari alishautoa nje ya box. Manake ilikuwa mnapata nyie nafasi sasa zaidi ya kuweza kukaa kwenye safu nzuri na kuweza kuondoa ile hatari, lakini bahati mbaya concentration ya safu ya ulinzi ya Pamba ilikuwa iko down sana. Kiasi ambacho unapigwa mpira ndani ya 6, mtu anapiga free header ana score, kosa ambalo linajirudia. Yani goli la kwanza na goli hili yalikuwa yanafanana. Kwa hiyo Francis Baraza ana kazi ya kufanya kwenye kiwanja cha mazoezi. Mimi nawasifia Pamba. Walikuwa na nidhamu sana. Na walicheza vizuri. Unajua kuna namna pia huwa tunazikosea heshima hizi timu zingine. Ndio. Watu wanaamini Young Africans ndio anastahili kushinda magoli mengi, kucheza vizuri. Lakini je, hao wengine wanakuwa hawastahili kuwa hivyo, sio? Pamba walicheza vizuri sana kipindi cha kwanza. Kipindi cha kwanza Nation pale katikati alikuwa anafanya anavyotaka yeye. Alikuwa anakosa backup ya kitu kidogo sana, ambao kuweza kutengeneza hizo nafasi na wao kwenye hatari. Kuna mashambulizi ambao walikuwa wanajibizana ya hapa na pale. So Pamba walikuwa na kipindi kizuri sana hasa first half. Bahati mbaya sana ile goli ambalo limekwenda kuonyesha ndio lienda kuwatofautisha. Pengine ungerudi kipindi cha kwanza wakiwa hawajafungana, inawezekana hata mpango wa mwalimu Baraza kipindi cha pili ungebadilika kidogo kuweza kumalizia game. Ungeweza kubadilika, lakini baada ya kuswitch kinga mkono kwenye mechi hii. Tukizungumzia zaidi kiwango cha wananchi ambao wamepata ushindi goli 3-0. Zile dakika 45 za kipindi cha kwanza mashabiki kama sema bwana hii mechi kama inaenda kwenda sare, lakini mpira ni dakika 90 siku zote. Yani unajua wakati mwingine wanasema ukimsifu mwenye mbio msifu na mkimbiza. Unajua watu wanaweza kusema kwamba Yanga kipindi cha kwanza hawakuwa wazuri, lakini Pamba kipindi cha kwanza walikuwa bora sana. Na walikuja na mpango wao mzuri sana. Mpango wao kwanza ilikuwa kuhakikisha kwamba Yanga wasikae na mpira mguuni. Walichokuwa nafanya wao walikuwa wanaingia kwenye miguu sana. Ndio maana hadi kipindi cha kwanza kinaisha walikuwa wamecheza faulo nyingi sana Pamba. Yaani nyingi mno, kama faulo kama 13 au 14 nadhani. Pamba kwamba walihakikisha pale walitumia nguvu nyingi sana kuhakikisha kwamba Yanga mpango wao unavurugika, na kweli walifanikiwa. Unaona, kwa muda mwingi wa mchezo walifanikiwa. Kosa ambalo Pamba walikuwa nalo ni kwenye mipira yao ya mwisho kwenda kwenye goli la Yanga. Hiyo ndio walikuwa wanakosa sana. Walikuwa wanaenda wachache mno. Alafu walikosa mtu sahihi wa kumalizia. Wale washambuliaji wao hawakuwa bora kwenye kutumia nafasi. Unaona, tofauti na Yanga. Kwa hiyo Yanga ilivyokuja kubahatika kwenye kona, na hii kona goli la mwishoni mara nyingi inakuwa watu walikuwa wameanza kuchoka na wanaona ndani dakika za nyongeza, sasa hivi tunaenda mapumziko. Akili imeanza kwenda mapumziko. Kwa hiyo mara nyingi watu wanaadhibiwa sana zile dakika hizo, ndio magoli yanafungoka sana. Hata timu zetu nyingi za Tanzania, hata kwenye mashindano ya kimataifa, magoli mengi yanatoka kwenye dakika hizo. Kwa sababu watu wanaanza kuwa na akili kwamba sasa tunaenda mapumziko. Imepigwa kona, jamaa amepiga kichwa, na yule beki muona sasa ameshindwa hata kumzuia. Na ametumia urefu wake, Coman, ametumia urefu wake, amefunga kichwa kizuri. Na kipa, goli la pili naona ni uzembe wa kipa, kwa sababu inawezekana cross inapita mbele yako, wewe ukashindwa kwenda kwanza. Hata kona ile kipa angekuwa amesimama sehemu sahihi. Kipa alikwenda kusimama katikati ya goli. Baada ya kusogea kidogo alitakiwa aibie katika kona inataka kupigwa, ili inampa nafasi yeye ya kwenda kuingia kwenye zile mipira ya katikati inayopita. Lakini yeye kipa alikuwa amesimama katikati ya goli. Kwa hiyo maana kichwa kilipopigwa yeye akabali yuko golini kwake. Ndio maana mfungaji akamfunga kirahisi. Kwa hata goli la pili na goli la tatu unaona ni mipira aina inayofanana ya cross. Kwa hiyo ina maana Pamba wana changamoto ya kucheza mipira ya cross. Hilo ndio ambalo nimekiona kikubwa kwenye kipindi cha kwanza na cha pili.